Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe tena kwenye darasa la kufundisha neno la Mungu, ikiwa na imani ya kwamba yale mambo mengine ambayo nilikuwa nayafundisha kule nyuma yamekuwa ya msaada kwako, na hata siku ya leo itakuwa baraka kwako. Nataka nimalizie ile topic ambayo nilikuwa nimeianzisha kuhusiana na malaika, na kuna mambo mengi tu ambayo nimeyazungumza kule mwanzoni ambayo ningependa uyafuatilie. Nimefundisha kuhusiana na makundi ya malaika, nikaweka malaika kwenye makundi, baadaye nikafundisha namna ya kuwatumia malaika, ama topic ambayo inasema malaika katika utendakazi. Sasa nataka tuangalie mambo kadha wa kadha ambayo unafaa kuyazingatia kuhusiana na malaika. Now that nimekufundisha kuhusiana na malaika, nina imani ya kwamba malaika wataanza kukutokea na malaika wataanza kufanya kazi pamoja na wewe, kwa sababu soma kwenye kile kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo mlango wa 22 kama sikosei. Maandiko yanasema ya kwamba malaika wa Bwana ni wajoli wetu, ama ni watumishi wetu. Pamoja na kuwa malaika wanamtumikia Mungu, lakini malaika wanamtumikia Mungu wakiwa mbinguni, lakini wakifika hapa duniani wanakuanga na assignment ya kumtumikia mwanadamu. Sijui kama naeleweka. Kwa hivyo ina maana kwamba vile nimekufundisha, ukianza kuwatumia malaika ni bila shaka utawatumia ukiwa na uelewa wa kutosha. Kwa hivyo kuna mambo kadha ambayo ningependa uyajue kuhusiana na malaika. Jambo la kwanza ni kwamba malaika huwa hawaabudiwi. Malaika huwa hawaabudiwi. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo mlango 22 na mstari wa 9, ni mahali ambapo nilikuwa nimetaja nikasema ya kwamba Yohana ambaye alikuwa katika kisiwa cha Patmo, ama yule Yohana ambaye alikuwa anafundisha katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, maandiko yasema ya kwamba kuna siku alitokewa na malaika. Malaika akamuonyesha mambo ambayo yatakuja kutokea duniani. Baadaye Yohana akainama ili amsujudie, lakini yule malaika akamwambia, usituabudu kwa sababu sisi ni wajoli wako, ama sisi ni watumishi wako. Sijui kama naeleweka. Kwa hivyo malaika hafai kuabudiwa. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 13 na mstari wa 8, Manoa ni babake Samsoni. Maandiko yasema ya kwamba mke wa Manoa akatokewa na malaika siku fulani. Wakati ule Manoa hakuwa karibu, lakini Manoa alipoletewa ujumbe na mke wake, akaambiwa kwamba kuna mtu alinitokea. Wanamuita mtu kwa sababu malaika alikuja kama mwanadamu kabisa. Mke wa Manoa akamwambia Manoa ya kwamba kuna mtu alinitokea ambaye alikuwa ni malaika, na akaniambia mambo kuhusiana na mtoto ambaye atazaliwa ambaye ni Samsoni. Sasa Manoa hakuenda kumuomba malaika ama kumwabudu malaika ili arudi tena, lakini maandiko yasema ya kwamba alienda akamuomba Mungu ili Mungu amrudishe tena malaika, awaelezee namna ya vile ambavyo atamlea yule mtoto. Kwa hivyo pamoja na kuwa malaika ndiye alimtokea Manoa hakumuomba malaika, lakini alimuomba Mungu, akamwambia Mungu, naomba umrudishe yule malaika aliyemtokea mke wangu ili atueleze kuhusiana na huyu mtoto. Kwa hivyo inaweza ikatokea kwenye maisha yako kwamba malaika akakutokea. Maana kuna watu ambao wanatokewa na malaika, unashangaa kwamba mtu anaenda anafungua kanisa kama alikuwa ni mchungaji bila kujua kumbe huyu ni malaika ambaye amemtokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wa kishetani wanakuanga na tabia ya kwamba wakikutokea wanataka uwaabudu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4, Yesu anatokewa na shetani. Unajua shetani ni malaika. Shetani anamwambia, kama ukiniabudu nitakupa hivi vyote. Yaani Yesu alipelekwa mahali pa juu, akaonyeshwa miliki za ulimwengu, na shetani akamwambia, kama hizo ukiniabudu, ukiniinamia, nitakupa hivi vyote. Kwa hivyo na kufundisha mambo haya kwa sababu malaika wa Mungu ama malaika wa shetani wote wanaweza kukutokea. Na ukikutokea, ikitokea kwamba kuna malaika atakutokea lakini atake umwabudu,
hapo ndio sasa unafaa kuwa makini sana, unafaa kuwa makini sana. Sisemi kwamba ufai kuabudu sisemi kwamba ni malaika wote ambao yani ni malaika wote ambao sio wa kuabudiwa, hawafai kuabudiwa. Maana Yesu kuna wakati anakujanga kwa mwili wa malaika. I think nilifundisha kwenye somo ambayo ilipita, sitaki kurudia. Kama ungependa wewe rudi kule nyuma, utaelewa kile ambacho nilikuwa nakifundisha, kwamba kuna wakati Yesu anatokeanga kama malaika. Yesu anatokea akiwa na ule mwili wa malaika, na akitokea, kwa sababu Yesu ni Mungu, ako na nafasi ya Mungu, kitu cha kwanza utasikia uwepo wake, na hata bila kuambiwa uambudu, ni bila shaka utaambudu. That is when you are connected spiritually. Kama kiroho umeunganika, utajua kwamba huyu ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko yanasema kwamba msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Sio kila spirit ambayo ikija kwako unaiamini tu, lakini unafaa kujifundisha kuijaribu kila spirit. Nadhani huo mstari uko kwenye huo mstari nitausoma baadaye, lakini kuna mstari unasema kwamba msiamini kila roho, bali sijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, na ni katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo malaika huwa hawaabudiwi. Namba 2, kitu kingine ambacho unafaa kujua kuhusiana na malaika ni kwamba malaika hawahusiani na mambo ya mapenzi ama mambo ya ndoa. Malaika wa Mungu that is. Lakini malaika wa falme za giza wanahusiana na mambo kama yale. Utasikia kwamba kuna malaika, kuna jini alimtokea mtu akaoana. Wajua jini ni malaika pia. Kuna dini ambao unaijua kwamba wanasema kuna jini mzuri na jini mbaya. Hao wanaoana na malaika, wanaoana na majini. Na hiyo imewahi kutokea kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba hao wana wa Mungu ambao ni malaika wakaona binti za wanadamu kwamba wanapendeza, na wakashuka toka mbinguni, wakakuja wakaingia kwenye mahusiano nao, wakazaa watoto ambao walikuwa ni Wazamzumu, wana wa Hanaki, wa Nefili, hiyo kabila wa Magoliati. Nadhani unajua hiyo historia, sitaki nirudie pale. Kwa hivyo ikitokea kwamba malaika akataka muingie naye kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, unafaa ukatae jambo lile. Maana malaika wa Bwana huwa hawahusiani na ndoa wala mahusiano. Nataka nikusomee maandiko ndio uelewe jambo hili. Katika kitabu cha Marko mlango wa 12 na mstari wa 25. Maandiko yasema hivi: kwa maana watakapofufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika walio mbinguni. Kwa hivyo baada ya kuwa sisi tumechukua miili ya malaika, baada ya kuwa sasa tumetoka katika hii dunia, katika ulimwengu, tutahamia katika ulimwengu wa kiroho, tutaenda mbinguni, na hapo tutachukua mwili wa malaika, na huko hakuna kutakuwa na kuoa ama kuolewa, tutafanana na malaika wa Mungu. Hiyo verse inamaanisha hivyo kwamba malaika huwa hawaoi, huwa hawaolewi. Sijui kama naeleweka. Naongea mambo hayo kwa sababu najua vile ambavyo nimekufundisha kuhusiana na malaika, si malaika tu wa Mungu ambao watakutembelea kwa sababu kuna uelewa, lakini pia malaika wa giza, malaika wa mashetani wataanza kukutembelea, na wanaweza kukutembelea wakiwa na nia ya kwamba wamekuona wewe ni binti mzuri, uingie nao kwenye mahusiano. Nadhani unajua mambo ya spirit wife na spirit husband, jini mahaba. Yule jini mahaba ndiye sasa anahusiana na mambo ya mahusiano, na ni jini yani ni mashetani ambao hufai kukubaliana nayo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hili limewahi kutokea Sodoma na Gomora. Wakati ule malaika walipofika Sodoma na Gomora, maandiko yasema ya kwamba watu waliokuwa kule waliona malaika wanapendeza sana, wakataka sasa waingie nao kwenye mahusiano, waingie nao kwenye ndoa. Kwa hivyo unaweza ukamwona malaika mwenye six pack, malaika ambaye anapendeza, akakuja kwenye umbile ambayo inapendeza, ukataka kuingia naye kwenye mahusiano, lakini kiukweli ni kwamba malaika hawaoi, hawaolewi, hawana mahusiano, yani hawaingiangi kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa vyovyote vile. Na kama ikitokea ujue kwamba huyo ni malaika wa kishetani. Hayo ni mambo unafaa kuzingatia kabisa, kwa maana jua kama umefundishika kuhusiana na ndoa na kuhusiana na malaika yatakutokea.